ulivyopigwa ulichukua gharama kubwa. Nasema asante kwa kuwa mfalme, kuna mtu mmoja unamtafuta miongoni mwetu. Baba, mimi sijui ni nani, lakini wewe macho yako yanaona. Ni jioni tena nyingine ya baraka. Mtumishi wako Bwana anapoenda kusimama kuzinena habari zako za ufalme. Bwana Yesu, namuinua mbele za uso wako. Mungu uliye mwaminifu, Mungu wa rehema. Mkono wako Jehova Mungu uliye hai ukamuinue. Katika uweza, mamlaka na nguvu akalinene neno lako. Neno lenye kuponya, neno lenye kuokoa, neno lenye kuuisha. Bwana likiokoa na kuponya kila mmoja aliyeko mahali hapa. Kwanza awali ya yote naitafuta roho ya mtu. Bwana Yesu, ninakusihi kwa neema yako ambayo Bwana umeachilia jana leo juu ya watu wako. Mungu wa mbingu na nchi, wewe uokoaye na wala hakuna mwingine. Bwana Yesu, katende sawa sawa na mapenzi yako. Na mtumishi wako Bwana kaenene yale uliyokusudia jana leo. Ninaenda kinyume dhidi ya mipango na hila za adui, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mshike mkono jirani yako, mwambie tumalizie tonge la mwisho. Mwambie vumilia. Mwambie jirani yako kwamba na kesho tunagawana miaka ya watu. Halafu muulize swali, wewe unachukua ngapi mwenzangu? Wewe unafikiri utaki? Kesho tunagawana miaka ya watu. Haleluya. Haleluya. Tuliwapa tenda, wameshindwa. Sasa kama wameshindwa, sisi tunaenda kumalizia goli la mwisho kesho. Tunachukua ushindi, tunachukua na miaka yao. Hatuachi hata ukwato. Hatuachi. Haleluya. Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu, sura ile ya mwisho kabisa. Sura ile ya mwisho kabisa, manake ya 16. Sura ile ya 16. Kuanzia ule mstari wa 15 mpaka ule wa 18. Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na huyu Luka mtakatifu, sura ile ya 16 mstari wa 15 hata ule wa 18. Biblia inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ni agizo hilo. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. 16 akasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. 17 na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. 18 watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Na ujumbe kwenye maneno haya unasema matokeo ya ujumbe wa injili. Matokeo ya ujumbe wa injili.
Wakati maneno haya Yesu anayasema, alikuwa ameshatoka kabrini, ameshafufuka, yuko hai. Na kwa sababu yuko hai, zilikuwa zimebakia siku chache aweze kupaa kwenda mbinguni kwa Baba. Hivyo akaamua kuacha agizo, na agizo hili likaachwa kwa wanadamu, wakaachiwa wanadamu. Akasema, enendeni ulimwenguni kote kote, mkaihubiri Injili. Na mnapoihubiri Injili, nimeagiza matokeo ya ujumbe wa Injili. Si kwamba mkaihubiri Injili sio na matokeo. Lazima matokeo yaonekane ya Injili mnayoihubiri. Maana Injili hiyo ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa mtu. Haleluya. Ni nguvu ya Mungu inayobadilisha moyo wa mtu na fahamu za mtu. Kila mahali inapohubiriwa Injili lazima ilete matokeo. Na matokeo yamezungumzwa. Matokeo ya kwanza ni kwa mtu anayeiamini Injili, anayekubali Injili ndani ya moyo wake. Mtu huyo anaokolewa. Haleluya. Na kuna mtu wa pili kwenye matokeo ya kwanza, yule anayekaidi Injili, yule anayekataa kuamini Injili. Akikataa kuiamini Injili, Biblia inatuambia amekwisha kuhukumiwa, yuko chini ya hukumu, kwa sababu hajaiamini Injili ambayo ameisikia, iliyo na uwezo wa kuokoa maisha yake. Haleluya. Haleluya. Manake ninapobeba Injili katika haya matokeo ya kwanza, kwamba aaminie na kubatizwa huyo ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Manake asipoamini haikwepi hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu inasimama pale pale, haiepukiki. Kanisa haliwezi kunyamaza. Kanisa linatakiwa litoe majibu ya watu. Elisha akatoa majibu ya nchi. Nchi imepigwa njaa na adui wamezunguka. Hakuna mfalme, hakuna jemedari, hakuna msomi anayetatua. Ikaingia njaa, watu wakala mavi ya njiwa, na haitoshi wakala watoto wao. Lakini kwa neno la mtumishi wa Mungu Elisha akasema, kesho panapo majira kama haya, nchi nzima itapata chakula, nchi nzima itaenea. Yule jemedari akapinga, akasema, hata kama Mungu angelifungua madirisha mbinguni, neno hili haliwezi kuwa. Elisha akampa majibu yake pale pale, akamwambia, wewe utaona lakini hautakula. Na kweli kesho yake chakula kikapatikana. Mungu akatumia wakoma, akatikisa nchi, akatikisa Washabi, wakakimbia, vyakula vikapatikana. Yule jemedari aliona kwa macho, lakini yeye akambulia kifo. Hapa mahali hapa tunahitaji kutoa majibu. Kanisa linahitaji majibu ya watu. Majibu yaliyokosekana kwa watu yanapatikana kanisani. Siku haulali, wamekufanyia michezo ya namna zote, wameharibu watoto wako, umelia vya kutosha. Siku hii ya leo Yesu yuko hapa, aliyetoa mamlaka hii. Yesu yuko mahali hapa, aliyetoa mamlaka hii. Ana haja na wewe. Yamkini ugonjwa, yamkini umelishwa vitu. Kuna wakati wengine wamelishwa vitu kwenye ndoto, vimefanyika ugonjwa kwenye miili yao, vimesanza kwenye miili yao.
haijalishi lina ugumu gani, haijalishi limekaidi madaktari kiasi gani. Nikiwa pale Ushirombo alikuja mama mmoja ameoza maini, kapewa rufaa Bugando arudi nyumbani, asubiri siku ya kufa, maini yameoza. Kaniletea makaratasi, niko kwenye mkutano siku ya mwisho Jumapili, ananipa makaratasi, nikamuuliza na haya nini? Kasema nimepewa rufaa, nimelala Bugando mwaka mmoja na miezi 6, lakini nakuja kupewa majibu, naambiwa maini yameoza, rudi nyumbani, hatuna uwezo wa kufanya chochote. Nikamwambia mama, muamini Bwana Yesu. Ukimwamini Yesu anaponya. Mama akamwamini Yesu. Nikamwombea pale pale, nikaweka mikono pale pale, alipokea uponyaji saa ile ile, akapona. Hata wewe uliyebaki huko, weka mkono eneo la moyo wako, weka mkono eneo la moyo wako. Mkono mmoja inua kidogo tu, kiasi tu, ili usichoke. Inua kidogo tu, ishara kumwambia Bwana Yesu, niko hapa, nina shida, nina uhitaji, niko hapa, nataka uponyaji, niko hapa, nataka kufunguliwa, niko hapa, nataka uzima, niko hapa, nataka afya, niko hapa. Kisha nifuatishe maneno haya kiwa umefumba macho yako, ili kujitenga na ulimwengu, ubaki rohoni. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ulitoa agizo injili hubiriwe ulimwenguni kote, na mimi Yesu nimeisikia hiyo injili ambalo ni agizo lako, nimehubiriwa na mimi nimeamini. Kwa kuwa nimeamini, ulitoa ahadi ya kwamba yeye amini ataokolewa. Na mimi Bwana, niokoe. Nimeteseka kwenye vifungo, kwenye utumwa wa dhambi, wa maovu, wa makosa. Yesu, niokoe. Peke yangu siwezi kujiokoa, siwezi kujitoa, siwezi. Yesu, nanyosha mkono huu, unitazame. Nahitaji msaada kutoka kwako, unisaidie, nishike mkono, uniondoe kwenye uharibifu wa nguvu za giza, uniingize kwenye pendo la mwana wako. Bwana Yesu, moyo wangu umekuamini. Nisamehe makosa yangu, nisamehe dhambi zangu, nisamehe maovu yangu. Bwana Yesu, unaponisamehe, niponye. Maana umesema ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zilizo mbaya, umesema utasikia kutoka mbinguni, utasamehe dhambi, na kisha utaponya tatizo ndani ya mwili. Na mimi Bwana, nanyenyekea mbele zako, nimekubali kuacha njia mbaya, nimekubali kuacha matendo mabaya, nimekubali kuacha uovu, nimekubali kujitenga na uovu. Bwana Yesu, nisamehe. Naamini Bwana umenisamehe, na sasa nakusii, andika jina langu kwenye kitabu chako cha mwana kondoo, ili ujapo uninyakue nije kwako. Bwana Yesu, nakushukuru. Ni haki yangu kwa wakati huu kupokea
uponyaji, uponyaji, kufunguliwa, 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 ugonjwa, kifungo, laana, mitego, uchawi, uganga, majini, mapepo, kila aina ya magonjwa na maradhi na vifungo vyote havina haki ndani yangu. Kuanzia wakati huu havina haki, havina haki, havina haki. Muendelea kuliambia hilo tatizo, huna haki ndani yangu, huna haki juu yangu, huna haki. Kama ni ugonjwa, hauna haki juu yako. Kama ni mateso, hayana haki juu yako. Hayana haki, hayana haki ya kukaa ndani mwako. Hayana haki, hayana haki, hayana haki. Tena kazi, tupite mbele, tuweke mikono juu ya hawa watu. Fukuza kila takataka, kila uchafu, kila mateso, kila vifungo vya giza, vyote, vyote. Hata wewe uliyeko huko nyuma, taja hilo tatizo linalokusumbua, taja hiyo shida. Wakati naomba, taja, taja. Ni saa ya kuondoa hayo mateso. Baba, katika jina la Yesu, Bwana, umeachilia matokeo ya Injili, umeachilia matokeo ya nguvu za Injili, umeachilia, umeyasema ya kwamba Bwana, yeye aminie Bwana Yesu, wokovu ni haki yake, wokovu ni haki yake. Na watu hawa Baba, haijalishi hizo nguvu za giza, hizo nguvu za mapepo, hizo nguvu za majini, hizo nguvu za roho chafu, hizo nguvu za roho chafu. Haya, tayari, tayari, tayari huyo aliyesimama, tayari huyo aliyeshikilia, tayari. Ni Bwana anafanya kazi, ni Bwana anatenda. Bwana, ni agizo lako, ni agizo lako. Pepo wote watolewe, ni agizo lako. Watu wafunguliwe, ni agizo lako. Na sisi Baba, sai katika viwanja vya madhabahu ya Emau, Baba, namulekea pepo, namulekea pepo. Umeagiza tutoe pepo, pepo aliyotumwa, pepo aliyoagizwa, pepo aliyonuizwa, pepo aliyonuizwa. Waliosema maneno, waliosema maneno, waliosema maneno. Ni saa ya kutoka. Pepo, 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 kala. Acha binti, acha binti, acha, 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 acha. Vijana, naomba saidi hapa, saidi hapa, saidi hapa, saidi hapa. Pepo, 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 pepo. Ni saa ya pepo, saa ya pepo kutoka. Hiyo mikono na iwasha moto, mikono na iwasha moto, mikono na iwasha moto, mikono na iwasha moto, 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 na iwasha moto. Ni agizo, ni amri, ni amri. Kila pepo, kila pepo, kila pepo kwenye uwanja huu, kwenye uwanja huu, kwenye uwanja huu, kwenye uwanja huu. Kila nguvu, kila nguvu, kila nguvu, kila nguvu, kila nguvu kwenye uwanja huu, kwenye uwanja huu. Bwana ameagiza tutoe pepo, tutoe pepo. Pepo akutumwa, pepo akunuiza, pepo akunenewa, pepo akunenewa, pepo akunenewa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lenye uhai, 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 lenye uhai. Ni saa ya pepo, saa ya pepo kuungua, saa ya pepo kuungua, saa ya pepo kuungua kwenye viwanja hivi. Saa ya pepo, ni amri, ni amri. Pepo, 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 pepo uliyejificha, uliyejificha, uliyejificha. Haraka, haraka,
mgongo, waliofunga akili, ni moto. Tayari, 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 tayari. Hawezi kukaa. Ni agizo, ni agizo, ni agizo, ni amri, ni amri, ni amri. Shetani, shetani, unaanguka, 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 unaanguka. Shetani unaanguka, shetani unaanguka. Uliyejifanya ugonjwa, uliyejifanya HIV, uliyejifanya HIV, wewe zindiko, wewe zindiko, wewe zindiko, wewe zindiko, wewe zindiko. Na kuapisha ilo tumbo walilokulisha kwa njia ya chakula, kwa njia ya chakula, kwa njia ya chakula. Na mimina moto, na mimina moto, na mimina moto, na mimina moto. Walioko mbali, walioko mbali, taja shida ambayo inakusumbua, taja hapo hapo, taja hapo hapo. Pepo wanaachia, wanaachia, magonjwa yanaachia, 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 yanaachia. Hiyo pepo la ushoga, pepo la ushoga kwa vijana, kwa vijana, kwa vijana. Nalipelekea moto, nalipelekea moto, nalipelekea moto. Wewe jini, wewe jini, majini, majini, majini. Wewe jini, wewe jini, wewe jini, wewe jini, wewe jini, wewe jini. Natuma moto, natuma radi, natuma radi, natuma radi juu yako, natuma radi juu yako, natuma radi juu yako. Nateketeza hiyo nguvu, hiyo mamlaka, hiyo mamlaka, hiyo mamlaka, hiyo mamlaka, hiyo kushikilia, hiyo kushikilia. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe unayeumwa, uliye na ugonjwa, uliye na ugonjwa, shika mahali ambapo unaumwa, shika mahali ambapo unaumwa. Tumefukuza pepo, lazima aondoke na ugonjwa wake, lazima aondoke na tatizo, aondoke na huo ugonjwa. Shika mahali unapoumwa, palipo na tatizo, shika, shika. Ni saa ya uponyaji. Bwana amesema, ameagiza, ameagiza uponyaji, 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 uponyaji. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ni agizo lako, ni agizo lako, ni agizo lako, ni agizo lako kupokea uponyaji, 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 kupokea uponyaji. Hakuna anayezuia, hakuna anayezuia, hakuna anayezuia, hakuna anayezuia, hakuna anayezuia uponyaji. Ni agizo, ni agizo, ni agizo kupokea uponyaji, kupokea uponyaji, kupokea uponyaji kwa jina la Yesu. Magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote yanayotajwa kwenye mwili huu, kwenye mwili huu, kwenye mwili huu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, Mungu mponyaji, katika jina la Yesu Kristo, kuanzia wakati huu natangaza uponyaji kwa watu, natangaza uzima kwa watu hawa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo nguvu iliyojipenyeza na kusimama kujifanya ugonjwa, mzimu uliyejifanya ugonjwa, paka na kukemea, paka na kukemea, shini uliyejifanya ugonjwa, paka ni miali ya moto, paka chia, paka hicho kifungo, paka kifungo cha ugonjwa, paka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, achilia uponyaji wa mifupa, achilia uponyaji wa damu, achilia uponyaji wa nyama ya mwili, achilia uponyaji e Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, na waponya kwa jina lako kuanzia leo, kama agizo lako. Hawatakuwa na magonjwa yote, yote yamefunguka, yote yamekwisha kupona, yote yanapaa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya makutano haya. Unapoelekea majumbani, unapokwenda kuiandaa ibada yao ya kesho, ili wakutane na wewe Bwana, na wakabidhi kwako Mungu. Tukufu wako walinde na kuwatunza wanapofika majumbani mwao. Bwana Yesu, naomba uzima na uponyaji na ulinzi ukawazingile kwa ukuta moto, na utukufu wako Bwana ukaketi ndani yao, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen.